الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أولا بعد تحميد والصلاة على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وقد فاز المتقون. Ndugu zangu, nachukua fursa hii kuhusia nafsi yangu dhidi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale ambao wamedumu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka leo tunaweza tukawa kwenye tarehe 21 za mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa Dhulqaada, tarehe 21 katika mwezi wa Dhulqaada. Bado tuko katika miezi miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiainisha. Allah subhanahu wa ta'ala ameainisha miezi hii ni miongoni mwa miezi ambayo hatutakiwi kudhulumu nafsi zetu ndani yake. Ama unwani ambayo tutaenda nayo kwa kuwa tuko ndani ya miezi mitukufu, basi na unwani ya maudhui yetu pia inatakiwa iendane. Kipi ambacho tunatakiwa tukifanye tukiwa ndani ya miezi hii mitukufu? Ndugu zangu, unwani ya maudhui yetu kwa ufupi kabisa, kwa sababu maudhui hii ni pana na inahitajia muda mwingi wa kuizungumza, lakini kwa kuizungumza kwa ufupi maudhui hii kwa dakika chache, kwa kadri atakavyojalia Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui yetu nasema at-taubatu wa tahdhibu nafsi. At-tauba wa tahdhibu nafsi, kufanya tauba ndani ya miezi hii ambayo ni mitukufu, lakini kuitakasa nafsi, an takuna salamatan min al-uyub wal khataaya, nafsi iwe salama na aibu na makosa. Tutakase nafsi zetu kuwa salama na aibu na makosa. Aibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, makosa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya anatuambia inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran
fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala juu ya aya hii tuliyotanguliza, aya ambayo ni munasib ndani ya tukio la mwezi huu mtukufu, anatuambia kwa hakika idadi ya miezi ni 12 kwa mwaka mzima. Ndani ya miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni miezi mitakatifu. Akatuambia hiyo ndo dini iliyo sawa sawa. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndo dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwa kuwa mko ndani ya dini iliyo sawa, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema, khassa Allahu al-ashhurul hurum, Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha miezi mitakatifu bidhikri, kwa kuitaja. Waja'ala dhambu fiha a'dhamu, akajalia dhambi litakalofanywa ndani ya miezi hiyo ni kubwa mno. Wal amalu salihun, na amali jema ambayo itafanywa, a'dhamu ajrun, inakuwa na ujira mkubwa. Dhambi litakalofanywa litakuwa na madhambi makubwa, malipo yake ni makubwa, lakini amali njema itakayofanywa pia vile vile itakuwa ni a'dhamu ajrun, itakuwa na ujira mkubwa ndani yake. Inna tauba, hakika tauba ambayo tunaizungumzia hapa, laysat kalimatan, sio maneno tu, tuqalu bil lisani, ambayo yanasemwa kwa ulimi basi. Innama arruju'un as-sadiqun ila Allah azza wa jalla, bali tunatakiwa tufanye tauba ya kweli ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kurejea, ambayo tauba hiyo itakuwa imetimia shurutu, sharti zake zimetimia, ili tauba iweze kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika inatakiwa tauba hiyo iwe ni ya kweli, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanadam, na kujuta ala dhambi, kujuta juu ya dhambi uliyolifanya, wa azama ala adami al-auda, na kuazimia juu ya kwamba hautorudi tena kulifanya hilo dhambi ambalo umelifanya. Hadhihi min shuruti tauba, hizi ni miongoni mwa masharti ya tauba, kujuta kwa dhambi ulilolifanya na kutorudi tena kwa lile dhambi ulilolifanya ambalo umelifanyia tauba. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mliamini tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala tauba ya kweli kweli. Khasatan fi hadhihi al-ashhur al-hurum, hasa katika hii miezi miongoni mwa miezi bora, miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitakasa, na kwamba ametuambia tusidhulumu nafsi zetu ndani ya miezi hiyo. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallama namna alivyokuwa ametilia muhimu na mkazo swala zima la tauba, katika hadithi inayopatikana katika kitabu cha Bukhari kadhalika Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abi Hurairah, Mtume sallallahu alayhi wasallama, Abu Hurairah asimulia, anasema Mtume anasema, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi, hakika mimi nataka istighfari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilayhi, na natubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fil yawmi akthar min 70 marra, kwa siku zaidi ya mara 700, kwa siku zaidi ya mara 70 anatubu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala akthar min 70,
zaidi ya mara 70. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, amesamehewa madhambi yaliyopita na madhambi yajayo. Anafanya istighfari na kufanya tauba kwa siku mara 70. Katika hadithi nyingine ambayo iko katika sahihi Muslim anasema, ya ayuha nas, enyi watu, tubu ila Allahi, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu ilayhi, mimi natubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fil yawmi, kwa siku moja tu, 100 mara 100. Hizi ni istighfari ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam anazifanya wakati huu wa masamehewa madhambi yaliyopita na yajayo. Je, sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajatupa fursa hiyo ya kutusamehe madhambi yaliyopita na yajayo, mpaka tupige magoti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutake istighfari, tutake tauba ili aweze kutusamehe. Kwa hiyo ni aula, ni bora zaidi tukimbilie katika kufanya istighfari mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusamehe madhambi yetu. Almu'min qawamu ala nafsi, hakika muumini ni msimamizi wa nafsi yake, ni mchunga wa nafsi yake. Mu'min ni mchunga juu ya nafsi yake. Yuhasibu nafsahu lillah, anatakiwa kusimama kuihesabu nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama khaffa alhisab, hakika hesabu itakayokuwa nyepesi yauma alqiyama, siku ya kiyama, ala qaumin hasabu anfusahum fi dunya, kwa wale watu ambao walizihesabu nafsi zao duniani. Hao watakuwa na khaful hisab, watakuwa na nini? Khaful hisab, yani hesabu yao itakuwa ni nyepesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa hawana tabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu walizihesabu nafsi zao, wakagundua makosa walioyafanya, wakataka istighfari, wakataka tauba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ausikum wa usi nafsi, na wahusieni na kuihusia nafsi yangu, tuzihesabu nafsi zetu kwa makosa tuliyoyafanya, tutake istighfara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haraka, kwa sababu tuna fursa ndani ya mwezi huu ambao ni miezi miongoni mwa miezi mitukufu. Ndugu zangu, moja katika wema waliopita, Abdurrahmani Saadi. Huyu Abdurrahmani Saadi kana shadidul muhasaba linafsihi, alikuwa ni mtu wa kukazia sana katika kuihesabu nafsi yake. Anafanya muhasaba wa kweli kweli katika nafsi yake. Fa idha akhtaa fi kalima, akikosea katika neno, au qassara fi haqqi ahadin, au akapunguza haki ya yoyote yule, akamfanyia mtu sivyo katika haki yake, akthara min alistighfar, basi alikuwa ni anafanya istighfari zaidi, wal-i'tidhari, kadhalika kufanya i'tidhari, wayatubu ilayhi, wayatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, na kutubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wayaqul, anasema, an-nafsu, hakika nafsi, tahtaju ila mujahada daiman, hakika nafsi inahitajia kupigwa vita daima. Muumini anatakiwa kuipiga vita nafsi yake daima katika kuihesabu, kutoingia katika uyub, kutoingia katika aqsa, atakiwa kuipiga vita nafsi yake. Wa illa, na kama hatoipiga vita nafsi yake, wa illa ghalabati sahibuha, kama atazembea kuipiga vita nafsi yake, basi hiyo nafsi itamshinda huyo, na ataingia katika maasi, ataingia katika aibu, ataingia katika haki za watu, na kukosoa baadhi ya watu kwa haki walizonazo, na kuharibu baadhi ya mambo ambayo yako katika miliki ya watu, na kuharibu kabisa katika mujtamaa wa Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kuidhibiti nafsi yake. Nafsi yake ameiacha huru, nafsi imemshinda, anafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala haramahu, Allah ameshamuharamishia. Huyo alikuwa ni nani? Abdurrahmani Saadi. Alikuwa ni shadidun ala muhasaba, alikuwa anafanya kazi ya kuihesabu nafsi yake na kuibana nafsi yake, kwa sababu tumeambiwa almu'minu qawamu ala nafsihi,
muumini ni mchunga wa nafsi yake. Muumini ni mchunga wa nafsi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuambia katika hadithi, muumini akiichunga nafsi yake vizuri, hii ikawa ni salah, basi salahatil jasad kullah, mwili wote unakuwa ni sawasawa, unakuwa ni safi, unakuwa ni safi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu muumini ameichunga nafsi yake, imekuwa ni salah. Hivyo hivyo muumini huyu akiacha nafsi yake ikawa ni mbovu, fasadatil jasad kullah, mwili wake wote unakuwa ni mbovu. Kwa hiyo mu'min qawamun ala nafsihi, lazima tuchunge nafsi zetu, kwa sababu sisi ndio wasimamizi wa nafsi zetu. Ndio usia na kuihusia nafsi yangu, tuchunge nafsi zetu, tutaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, bila tahdhibi nafsi, miongoni mwa mambo ambayo yanatakasa nafsi yako kutoka kwenye aibu, kutoka kwenye makosa ya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, hifdhul lisani, kuhifadhi ulimi wako, min alghiba wanamima walkidhb, kuhifadhi ulimi wako kutokana na ghiba, kutokana na namima, kuteta, kusengenya, uongo. Ukihifadhi nafsi yako na ulimi wako kutokana na haya, tayari wewe umeisalimisha nafsi yako na aibu na makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa kuisalimisha nafsi yako, ghadhul basar, kuhifadhi macho yako yasiangalie mambo ya haramu, alal muharramat wa raddil madhalimi, kurudisha haki za watu, kutetea haki za watu ambazo wamedhulumiwa. Yawezekana wewe hujadhulumu, lakini dhulma imefanyika, umeiona, umeisikia, fanya bidii ya kurudisha dhulma hiyo. Raddil madhalim, rudisha haki za watu. Dhulma za aina nyingi, dhulma za maneno, dhulma za vitendo watu wanafanyiwa, lakini urudishe dhulma za watu. Hii ni miongoni mwa kuichunga nafsi yako isiingie katika aibu na akhta, hasa ndani ya miezi hii ambayo ni miezi mitukufu, katika miezi mitukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika alhifdhu ala salati fi jamaa, kuhifadhi sala katika jamaa. Hii pia vile vile inasababisha, inapelekea nafsi yako kuwa sawa, kutokana na aibu, kutokana na makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-ikthar min dhikrillahi wa qira'ati al-Qur'ani wa al-istima', hivyo hivyo kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, kusoma Qur'ani kwa wingi, lakini kusikiliza Qur'an. Miongoni mwa visa cha alimun min al-ulama fi hadhihi al-umma, mwanachuoni miongoni mwa wanachuoni katika umma huu, ile kusikiliza tu Qur'ani ilikuwa ni sababu kwake yeye kuacha maasi na kuingia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani huyo? Fudhail ibn Iyad. Katika ujana wake Fudhail ibn Iyad anasimuliwa ya kwamba kana Fudhailu fi shababihi qati'u tariq, kwenye ujana wake alikuwa ni mtu wa kuzuia watu barabarani, kama hawa tunaoona sasa hivi vibaka wa njiani kule wanafanya kadha wanafanya kadha. Alikuwa ni qati'u tariq, yukhawifu an-nas, anaogopesha watu, wayusallibuhum amwalahum, anachukua mali za watu. Wa fi lailatin, siku moja alipotoka katika sehemu zake, katika nyanja zake, sami'a rajulan yaqra'u al-Qur'an, akamsikia mtu anasoma Qur'ani. Akafika katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inasema, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubahum li dhikrillah, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Baada ya kusikia aya hii akasimama, fawaqafa, akasimama kwa muda mrefu, akaisikiliza aya hii. Huyu bwana akarudia aya hii wakati anasoma, fabaka, akalia sana. Faqala, akasema, bala ya rabbi,
imefika wakati ewe Mola wangu, imefika wakati nikome mimi na maasi nayofanya, imefika wakati ewe Mola wangu. Qad ada alwaqt, hivi umefika wakati. Fataraka, akaacha shughuli ambayo alikuwa akiifanya. Fataraka, akaacha tariqi almaasiya, akaacha njia ya maasiya. Wa asbaha min kibari alulama wa kibari alubad wazuhad, akawa ni moja katika wanachuoni wakubwa, akawa ni moja katika watu ambao ni watu wa zuhudi wa kufanya ibada sawa sawa, akawa ni waja wema miongoni mwa waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kusikiliza Qur'ani kuna athari kubwa mno. Ndugu zangu, aya moja tu inaweza kukutoa wewe katika dhalat, ikakutoa wewe katika dhulma, ikakutoa wewe katika kuiokoa nafsi yako na ukatubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya moja tu Fudhail ametolewa katika dhulma iliyo kubwa kwa aya moja, sio aya zilizoko kwenye msahafu wote, aya moja tu. Alam yani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Na sisi hivi leo ifikie muda hivi, sisi ambao tumeamini bado tu haijafikia muda sisi kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas, na tutubie, tufanye istighfari dhidi ya madhambi na aibu tulizonazo. Ud'u rabbakum al-maghfira. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad ibn Abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama wa ba'da. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kipenzi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika hutuba yetu ya pili bado tuko katika unwani at-taubatu wa tadhhibu nafs, kufanya tauba na kuitakasa nafsi dhidi ya aibu, dhidi ya akhta, dhidi ya makosa tulionayo sisi wanadamu. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa mambo ambayo yanatakasa nafsi tumesema adhikri, al-ikthari min dhikrillah wa qira'atu al-Qur'ani wa istima'i al-Qur'ani. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yanatakasa nafsi zetu na kuzitoa katika aibu na makosa, as-suhbatu salihin walbu'du ani rufaqai su'in, ni kuambatana na watu wema na kujiweka mbali na marafiki waovu. Kuambatana na watu wema, kuwa karibu na watu wema, kuwa na urafiki na watu wema na kujiweka mbali na marafiki wabaya, kujiweka mbali na marafiki waovu. Hii ni sababu miongoni mwa sababu ya kukubaliwa tauba zetu. Tauba utakayoifanya, ukafanya tauba bado unaambatana na marafiki wabovu, bado unaambatana na watu wabaya, watu waovu ambao wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hawana aibu, basi bado tauba yako haijawa sawa sawa. Tauba uliyoifanya bado. Kwa nini? Kwa sababu bado uko katika machafu, wakati umetubia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, umetaka istighfar mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, sababu ya kukubaliwa tauba ni kuambatana na watu wema. Angalia katika kisa kirefu kabisa, hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesimulia, moja katika watu ambao qatala 99 nafsan, ameua nafsi 99. Mtu kaua nafsi 99, kwa maana ameua watu 99, bado moja akamilishe 100. Huyu bwana akaenda kwa moja katika a'lam
ahlul ardhi, fasalahu an tauba, akamuuliza dhidi ya tauba. Je, mimi taweza kukubaliwa tauba yangu kwa dhambi, madhambi niliyoyafanya, kuua watu 99? Hal li tauba, nina tauba mimi? Faqala la, akamwambia hapana. Huyo rahibu akamwambia hapana, hauna tauba kwa dhambi ulilonalo. Faqatalahu, akamuua. Fakamala bihi 100, akakamilisha 100. Thumma sala an alam ahlul ardhi, akauliza mtu mwingine katika wajuzi wataalamu wanachuoni. Fadulla ala alimin, akaonyeshwa kwa mtu ambaye ni alim. Faqala lahu, akamwambia waman yahulu bainaka wa baina tauba. Baada ya kufika akamuuliza, je, mimi nina tauba juu ya madhambi niliyoyafanya, nimeua watu 100? Akamwambia, ni kitu gani kitakachozuia kati yako na tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hakuna kitakachozuia kati yako na kati ya tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Baada ya kuambiwa hivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote, kisha akaambiwa lakini kwa masharti, ufuate sharti ambayo nitakwambia, atakuelekeza. Walakin idhhabu ila ardhin kana, nenda katika ardhi, idhhabu ila ardhi kadha, nenda katika ardhi fulani. Fa inna biha qawaman, kuna watu yaabuduna Allaha fa'budu Allaha ma'ahum, watu wema wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, muabudu Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hao watu. Kwa nini anamtoa katika ardhi ya maasi anampeleka katika ardhi ya watu wema? Hii ni dalili ya kwamba, wanachuoni wanasema ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakubali tauba ya mtu atakapokuwa ameondokana, ametubia na akaondokana na ile hali ya ubaya ulioko katika sehemu hiyo, akaenda sehemu nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala yatubu ile, anampa tauba mtu, akaondoka kwenda katika kufanya tauba, kwenda kufanya ibada na watu wema ambao wako katika ardhi nzuri. Kabla ya kufika, famata fi tariq, akafa njiani. Baada ya kufa, yaktasama malaika rahma wa malaika al'adhab, wakakhtalifiana malaika wa rahma na adhab. Hawa wanadai kwamba huyu hajafanya jema hata moja, ameua watu tu. Hawa wakasema, malaikatu rahma wakasema alikuwa amekimbilia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya tauba. Ndugu zangu katika imani, tauba inahitajia kusuhubiana na wema. Lazima usuhubiane na watu wema, uache marafiki wabaya, ili Allah subhanahu wa ta'ala tukubalie tauba ambayo tunazifanya. Akhiran, mwisho kabisa, ndugu zangu katika imani, faida ambazo zinapatikana kwa mja kufanya tauba. La dhambu a'dhamu, hakuna dhambi kubwa ambalo mja atalifanya bali Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiruha, anamsamehe huyo mja. Hiyo ni faida. Leo tungekuwa hatusamehewi kwa madhambi tuliyoyafanya, basi ingekuwa ni dunia, ingekuwa ni mbaya mno, watu wakifanya maasi makubwa mno, kwa sababu washajua sababu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala rahimun, anamrehemu mtu na kumhurumia na kusamehe mtu ambaye tayari amefanya tauba. Lakini pia miongoni mwa faida ya tauba ni kuhama katika bi'ata saliha ila bi'ata salihan, kuhama kutoka kwenye sehemu mbaya kwenda kwenye sehemu nzuri. Lakini lingine ni kuwafuata watu ambao wana elimu sahihi. Kwa madhambi uliyonayo,
ni kufuata watu ambao wana elimu sahihi kwenda kukupa msaada namna gani utafanya tauba juu ya madhambi ulionayo. Huyu bwana alifuata watu wawili, akamfuata mmoja ambaye hayuko katika elimu sahihi, akamwambia wewe hausamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni sababu na yeye pia kuuawa. Mtu wa pili ambaye alikuwa katika elimu sahihi ndio huyu ambaye alimuelekeza akamwambia, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote. Hii ndio tunasema kwamba mwanachuoni ambaye ana elimu sahihi ya kumuelekeza mtu kurejea katika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamuelekeza akarejea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kusamehewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na makosa mengi makubwa aliyoyafanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تب علينا يا رب العالمين إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله